Bwana Yesu asifiwe. Karibuni siku ya leo tukaweze kusoma neno la Mungu. Na siku ya leo tunaenda kusoma kitabu cha Danieli mlango wa 4. Danieli mlango wa 4 mstari ni ule wa kwanza kuendelea mpaka mwisho. Tukaweze kujua Danieli alikuwa ni mtu wa namna gani. Na Mungu wa mbinguni atawabariki sana tunapoendelea kusoma neno la Mungu kwa pamoja na kwa umoja. Mfalme Nebukadreza, kwa watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wanaokaa katika dunia yote, amani iongezeke kwenu. Mimi nimeiona vema kutangaza habari za ishara na maajabu yaliyotendeka Mungu aliye juu. Ishara zake ni kubwa kama nini, na maajabu yake yana uwezo kama nini. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na mamlaka yake ni kizazi hata kizazi. Mimi Nebukadreza nalikuwa nikistarehe katika nyumba yangu, nikistawi katika nyumba yangu na enzi. Nikaota ndoto iliyonitia hofu, mawazo niliyokuwa nayo kitandani mwangu na jonzi za kichwa changu. Nikafadhaika, zikanifadhaisha. Basi nikatoa amri kwamba wenye hekima wote wa Babeli waletwe mbele yangu ili kunijulisha tafsiri ya ndoto ile. Ndipo wakaingia waganga na wachawi na wakaldayo na wanajimu, nikawahadisia ile ndoto, wao wasiweze kunijulisha tafsiri yake. Bali hatimaye Danieli akaingia mbele yangu, ambaye jina lake ni Belteshaza, kwa kufuata jina la Mungu wangu. Tena ndani yake inakaa roho ya miungu watakatifu. Nikamhadithia ile ndoto nikisema, Belteshaza, mkuu wa waganga, kwa sababu ninajua ya kuwa roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yako, na ya kuwa hapana neno la siri likushindalo. Niambie jozi ya ndoto yangu niliyoiona na tafsiri yake. Jozi za kichwa changu kitandani mwangu zilikuwa hivi. Aliona na tazama, palikuwa na mti katikati ya nchi, urefu wake mkubwa sana. Mti ule ukawa na nguvu, urefu wake ulikuwa mpaka mbinguni, na kuonekana kwake mpaka mwisho wa duniani. Majani yake yalikuwa mazuri na matunda yake mengi, na ndani yake chakula cha kuwatosha watu wote. Wanyama na kondeni walipata uvuli chini ya mti, na ndege wa angani walikaa katika matawi yake. Kila kitu chenye mwili kilipata chakula kwake. Nikaona katika jozi za kichwa changu kitandani mwangu, na tazama, mlinzi naye ni mtakatifu alishuka kutoka mbinguni, akapaza sauti yake akasema, ukateni mti huu, yafyekeni matawi yake, yapukusheni mbali majani yake na kuyatawanya matunda yake. Wanyama na waondoke hapa chini yake, na ndege katika matawi yake. Walakini kiacheni kisiki cha shina lake katika ardhi, pamoja na pingu ya chuma ya shaba katika majani mororo na ya kondeni, kikapate maji ya umande wa mbinguni, na sehemu yake iwe pamoja na wanyama katika majani ya nchi. Moyo wake ukabadilika usiwe moyo wa binadamu, na apewe moyo wa mnyama. Nyakati 7 zikapita juu yake. Hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi, na amri hii kwa neno la watakatifu, kusudi walio hai wapate kujua ya kuwa aliye juu anatawala katika ufalme wa mwanadamu, naye humpa amtakaye, tena umtawaza juu yake aliye mnyonge. Mimi Nebukadreza nimeiona ndoto hii, na wewe Belteshaza eleza tafsiri yake, kwa maana
wenye hekima wote na wafalme wangu hawawezi kunijulisha tafsiri yake, bali wewe waweza, maana roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yake. Ndipo Danieli aliyeitwa jina lake Belshazaza akashangaa kwa muda, na fikira zake zikamfadhaisha. Mfalme akajibu akasema, Belteshaza, ndoto ile isikufadhaishe wala tafsiri yake. Belshaza akajibu akasema, Bwana wangu, ndoto hii iwapate wao wakushukiao, kwa tafsiri yake iwapate adui zako. Ule mtu uliouona uliokuwa ukawa na nguvu, urefu wake ukafika mpaka mbinguni, na kuonekana kwake mpaka dunia yote, ambao majani yake yalikuwa mazuri na matunda yake mengi, na ndani ya chakula cha kutosha wote, ambao chini yake wanyama wa kondeni walikaa, na ndege wa angani walikuwa na makao yao katika matawi yake. Ni wewe, mfalme, uliyekuwa na kupata nguvu, maana ukuu wako umekuwa kufika mpaka mbinguni, na mamlaka yako yamefika mpaka mwisho wa dunia. Tena kwa kuwa mfalme alimwona mlinzi, naye ni mtakatifu, akishuka kutoka mbinguni akisema, ukate mti huu ukauangamize, kila kiacheni kisiki cha shina lake katika ardhi, pamoja na pingu za chuma na shaba. Katika majani maroro na kondeni kikatiwe maji ya umande wa mbinguni, na sehemu yake iwe pamoja na wanyama wa kondeni. Hata tayari nyakati 7 zipite juu yake. Tafsiri yake ni hii, mfalme, naye ni amri yake aliye juu iliyomjia bwana wangu mfalme, ya kuwa utakufukuzwa mbali na wanadamu, na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa kondeni, nawe utalazimishwa kula majani ya kondeni kama ng'ombe, nawe utatiwa maji na umande na mbinguni, na nyakati 7 zitapita juu yako, hata utakapojua ya kuwa aliye juu ndiye anayemiliki katika ufalme wa mwanadamu, naye humpa yeye amtakaye awe yote. Na kwa kuwa waliamuru kukiache kisiki cha shina lake, ufalme wako utakuwa imara kwako, baada ya wewe kujua ya kuwa mbingu ndizo zinazotawala. Kwa sababu hiyo, mfalme, shauri langu lipate kibali kwako, ukaache dhambi zako na kutenda haki, ukaache maovu yako kwa kuwahurumia maskini, uende ukapate kuzidishiwa siku za raha kukaa zako. Hayo yote yakampata mfalme Nebukadreza. Baada ya miezi 12 alikuwa akitembea ndani ya jumba la kifalme katika Babeli. Mfalme akanena akasema, mji huu sio Babeli mkubwa niliyoujenga mimi uwe kao langu la kifalme kwa uwezo wa nguvu zangu, ili uwe utukufu wa enzi yangu. Hata neno lile lilipokuwa katika kinywa cha mfalme, sauti ilikuja kutoka mbinguni ikasema, mfalme Nebukadreza, maneno ya haya unaambiwa wewe. Ufalme huu umeondolewa kwako, nawe utafukuzwa mbali na wanadamu, na wakao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa kondeni. Utalishwa majani kama ng'ombe, na nyakati 7 zitapita juu yako, hata utakapojua ya kuwa aliye juu ndiye anayemiliki katika ufalme na mwanadamu, naye umpa amtakaye awaye yote. Saa hiyo jambo lile likatimizwa, likampata Nebukadreza. Alifukuzwa mbali na wanadamu, akala majani kama ng'ombe, na mwili wake ulikuwa maji kwa umande wa mbinguni. Hata nywele zake zikawa kama manyoya ya tai, na kuwa zake
kucha zake kama kucha za ndege. Hata mwisho wa siku hizo, mimi Nebukadreza nikainua macho yangu kuelekea mbinguni, fahamu zangu zikanirudia. Nikamuhimidi yeye aliye juu, nikamsifu na kumheshimu yeye aishie milele. Kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele na ufalme wake udumu toka kizazi hata kizazi. Na watu wote wanaokaa duniani wamehesabiwa kuwa si kitu, naye hufanya kama atakavyo katika jeshi la mbinguni na katika hao wanaokaa duniani, wala hapana awezaye kuzuia mkono wake wala kumuuliza afanye nini wewe. Basi wakati huo huo fahamu zangu zikanirudia, na kwa ajili ya utukufu wa ufalme wangu, enzi yangu na fahari yangu zikanirudia. Na mawaziri wangu na madivani wangu wakaja kunitafuta, nami nikadhibitika katika ufalme wangu, nikaongezeka enzi kupita kiasi. Basi mimi Nebukadreza na mhimidi mfalme wa mbinguni na mtukuza mfalme na kumheshimu, maana matendo yake yote ni kweli na njia zake ni adili, na wala haendao kwa kutakabari yeye haweza kuadhili. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana kwa kuweza kusoma nami kitabu cha Danieli 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 37. Mungu awabariki mpaka kipindi kingine tutakapoendelea kusoma neno la Mungu. Shalom.